Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni sisi wanadamu ambao tumelelewa kwenye mazingira. Ndani ya Ramadhani tuna tafrija mbalimbali tunafanya. Ramadhani tupo ambao hatujisikii raha ndani ya Ramadhani kuisha pasipo na kualika watu ukawalisha. Achia ile futari ambayo au vyakula utakavyovipeleka kwa watu wakale wao kama wao, lakini utataka yani ufarijike, uje ufanyiwe dua na watu, wafanye visomo mbalimbali, lakini sehemu kubwa unataka watu uwalishe. Je, kwenye hili hatuna hata mafundisho kwamba umeshafika umekula ulivyovila unyanyuke tu? Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoelekeza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukasema alhamdulillahi alladhi qala fi kitabihi wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Mwenyezi Mungu anasema kwa maneno yake matukufu baada ya alhamdulillahi kwamba sifa njema zote zinamstahiki Bwana mmiliki wa viumbe vyote. Alladhi ni yule ambaye amesema katika kitabu chake kitukufu, wakulu kuleni, washrabu na kunyweni, wala tusrifu msile kwa israfu wala msinywe kwa israfu, innahu la yuhibbul musrifin, hakika Mwenyezi Mungu hawapendi watu wenye kula kwa israfu wala kunywa kwa israfu. Lakini wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad, rehma na amani za ziada zimwendee zifike juu ya bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi mtume ambaye yeye anawapenda watu ambao hawana kikubwa lakini wanajitolea, lakini pia na anawapenda wenye kikubwa lakini pia wakakitumia kwenye mazingira ambayo ni mazuri, yanamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala na yeye anaridhia. Almut'imina, lakini wale watu ambao wanalisha watu mavyakula. Wa ala alihi wa ashabihi almuhibbin, lakini na rehma na amani nazo za ziada ziende kwa mtume, lakini Allah asiwaache patupu maswahaba zake, lakini wale watu ambao wana mapenzi ya kuwapenda alfuqara, mafakiri, walmasakin na maskini, walmukarrami na wale watu ambao wanapenda kufanya takrima katika vipato vyao. Lakini akasema kwamba tunatakiwa yule aliyekulisha chakula umwombee dua, Allahumma ij'al ni'matana daima, ewe Mola wetu tunakuomba kwenye neema hii ambayo uliotuneemesha iwe ya kudumu, wadullatana qaima, na dola yetu hii, uongozi wetu huu, Uislamu wetu huu ufanye ni wenye kusimama kwa dhati. Wa auladuna, lakini uwafanye watoto wetu ulamai, wawe wanawazuoni. Wala tusallitu alaina zalima, wala usitusaliti sisi juu yetu na watu madhalim. Allahumma arham sahiba hadha ta'am, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba umpe rehema za kutosha huyu aliyetupikia chakula hapa tukala, lakini huyu aliyetuandalia vinywaji hapa tukanywa. Wal akilina, na usiwarehemu tu waliopika waliotoa pesa zao, na hata waliokula na wao pia Mwenyezi Mungu tunakuomba wahurumie. Wa ati barakatan, na uzitoe baraka uwape limali sahibi hadha taami, kwamba hii mali ya huyu mtu aliyetoa na akapika mavyakula hivi. Wal hadhirin, lakini na uwape baraka hawa watu ambao walioitwa na wakaitikia. Wa at'amana min ta'ami janna, lakini Mwenyezi Mungu tunakutaka uendelee kutuwekea vyakula vya peponi tuendelee kujakula. Wa asqina min sharabil kauthar, na utunyishe katika sehemu ya mto wa Kauthar. Lakini wazawajna bihuri ain, na utupe wake ambao wa ndoa za halali katika sehemu ya huru ain. Wa akrimna, na utupe takrima sisi biruyati jamalika, tunataka siku ya kiyama tuje tuone uzuri wako. Ya ilaha alalamin, ewe bana mmiliki wa viumbe vyote. Allahumma zid,
tunakuomba ziada Mola wetu, wala tuqallil, na wala usitupunguzie bihurmati sayyidil mursalin, kwa rehema ulizozibebesha kwa huyu kiongozi mtukufu katika wajumbe wako. Walhamdulillahi rabbil alamin, na juu ya kila sifa njema zinarudi kwa Bwana mlezi wa viumbe. Haya maneno haya tukiwapa wanao tuita katika iftitahi mbalimbali, tafrija mbalimbali, na wao pia watajisikia wapendwa, watajiona kwamba wamewaita watu wenye kuwaheshimu, japo wao wamewaita watumie vipato vyao, lakini na wao wanawakabidhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno mazuri, maneno ya heshima, maneno yenye thamani. Wabillahi tawfiqi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.